Neno hayatin, uhai. Kinyume cha neno uhai ni mauti. Basi maneno haya mawili kila moja katika Qur'ani limetajwa mara 145, na inajulikana katika mara 145 kila neno limetajwa wapi na wapi na wapi, na katika sura gani na aya gani inajulikana. Ukinyofoa moja tu unajulikana, alafu ukabandika jina lingine pa neno lingine unajulikana. Neno dunia katika Qur'ani mzima limetajwa mara 115. Kinyume cha neno dunia ni akhera, nalo pia limetajwa mara 115, na inajulikana katika mara hiyo, katika kila neno hayo mawili hayo katika Qur'ani limetajwa wapi na wapi, katika sura gani na sura gani. Ukinyofoa moja tu unajulikana, ili ubandike neno lingine pale unajulikana. Kwa hiyo wakaja wakagundua ni kitabu ambacho kimekuwa ni mathematical symmetry and the order of the Qur'ani, kuwazuia wanadamu wasiweze katika ile Qur'ani kutoa hata herufi moja wala kuingiza hata herufi moja. Wakaja pia wakagundua ya kwamba Qur'ani katika uandishi wake, jinsi ilivyoandikwa, mtindo ambao umetumika katika kuiandika ile Qur'ani, wazungu wanauita telegraphical addressed messages. Kinakuwa ndio kitabu cha kwanza katika dunia kuibuka na uandishi wa namna hii, telegraphical addressed messages. Kwenye Qur'ani habari zimeandikwa kwa kifupi sana, maana yake uhariri wake ni wa hali ya juu. Kisa cha nabii Yunus alayhi salatu wasalam, Qur'ani imetumia aya 10 tu. Katika sura ya 37 Safati, aya ya 148 mpaka aya ya 149 ametumia aya 10 tu, kisa kizima kumweleza kisa cha nabii Musa alayhi salatu wasalam na Firauni. Katika surati An-Naziati ametumia aya 12 tu zilizokuwa fupi. Alafu anasema kimeteremshwa katika mtindo wa head computer. Na wanasema ya kwamba Qur'ani kimeandikwa katika vile katika muundo wa direct speech, haikuandikwa Qur'ani katika mtindo wa reported speech. Direct speech ni baina ya mzungumzaji na anayezungumzwa, wanakuwa ni wawili tu. Iqra, soma. Haya ni maneno yanayotoka kwa Mola Muumba, ambayo ndio nafsi ya kwanza inaiambia nafsi ya pili, ambayo ndio mtume asome. Hakuna mkakati hapa. Hii ni direct speech. Ni moja pia katika kuihifadhi ile Qur'ani, wasiweze watu kubadilisha wakati ya mkono, wakatoa kitu na au wakaingiza kitu. Qur'ani haikuja katika muundo wa reported speech. Watukufu wa Islam, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tusimame hapa kwa ajili ya adhana, alafu tutakaribisha maswali mawili matatu katika mada ambazo nilizozizungumza. Naomba maswali yaje ndani ya mada nilizotoa. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza, nyota huwa zinafika wakati wake zikafa kwa kwisha ile gesi zilizomo ndani yake. Ikishatokea hivyo, zile nyota zinakufa. Zikishakufa zinasambaratishwa, zinakuwa katika vipande vidogo vidogo. Kuna kitu kinaitwa atmosphere, anga hewa. Qur'ani inasema wazayyana samaa ad-dunya bimasabiha wa hifdha,
tumeupamba uwingu wa dunia kwa mataa na tumeulinda. Ile pale na tumeulinda ndiyo atmosphere ambayo kazi yake zile nyota ambazo zinazokuisha muda wake zinapoporomoka kutaka kuja kuipiga dunia, lile angahewa kazi yake ni kuzisambaratisha, zinabomolewa. Sayari ya Jupiter inaipita sayari yetu ya dunia kwa mara 1000. Yani dunia ili iweze kuifikia Jupiter ukubwa wake, inatakiwa ile dunia iwe mara 1000 ndio iifikie hiyo Jupiter. Ukitoka sayari yetu ya dunia, sayari inayofuatia ni Mars, alafu sayari inayofuatia ni Jupiter. Nini kazi ya Jupiter? Jupiter kazi yake ni kuikinga dunia isibomolewe na vitu vinavyoanguka kutoka juu. Zile nyota zikishaisha muda wake, zikibomolewa na ile atmosphere, kwa kuwa Jupiter inaipita dunia kwa mara 1000, takataka zote hizo zinavutwa, zinakusanywa na ile Jupiter, inazichukua na kwenda kuzitupa huko mbali. Ndio Qur'ani hapa anasema wazayyana samaa dunya bimasabiha wa hifdha. Hapa sasa dunia ndio inalindwa. Na zile nyota zikisha sambarati, zikisha kwisha muda wake, wamekuja kugundua ya kwamba uko juu angani pia kuna gesi za aina mbalimbali, zinakuja zinajikusanya na kutengeneza tena nyota jingine. Nilifika pale Mbeya, nilipokuwa nazungumza habari hii, wakaniambia kesho tutakodi basi, minibus coaster, tukupeleke tukakuonyeshe kile kipande ambacho kilianguka, kilipenya, kilishindana na ile kani ya dunia, kikaanguka pale. Mimi nimesoma tu shule kwamba viko viwili, kimoja kiko Mbeya katika wilaya ya Mbozi na kingine kiko Marekani katika jimbo la Arizona. Ndio wakanipeleka kwenda kuona. Sio kitu cha mchezo. Sasa takataka zile zote ndio zinavutwa na kwenda kutupwa huko mbali. Supernova ni kitu kingine na nyota ni kitu kingine. Katika tafiti ambazo zimekuja kufanywa, ndio imekuja kugundulika ya kwamba chuma hiki chanzo chake kinatokana na hicho kitu kinachokiita wao supernova, baada ya kupasuka alipokuwa anaziumba mbingu na ardhi, ndio kikapatikana kitu kama majimaji, alafu ndio yakateremshwa kuletwa chini ya ardhi. Ilipokuja ikakutana na ardhi, yakapenya, ilipofika katikati yakapoa, ndiyo chuma. Na ndiyo maana chuma ndiyo madini pekee yanayopatikana sehemu nyingi katika uso wa ardhi, kwa sababu yaliteremshwa kama inavyoteremshwa mvua. Suala unalolisema la kwamba kuna umuhimu wa Waislamu na wao pia kufanya tafiti, hilo jambo ni muhimu sana. Haya yote haya ni mali ya Waislamu, na ukitaka kulijua hilo, kuna tafsiri za Qur'ani chungu mzima zisizokuwa za Waislamu, ambazo wao ile Qur'ani wameifasiri ili wapate kuitumia tu katika mambo yao ya kidunia, katika tafiti zao mbalimbali wanazozifanya kwa kutumia ile Qur'ani. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa watukufu wa Islam, ikiwa kama mambo haya yote yalikuwa mali yetu sisi Waislamu, alafu yakatutoka, ni lazima ukilala, ni lazima nafasi yako awepo mtu mwingine aichukue, awe macho, ndipo mambo yatakapoweza kwenda. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa umma wa Kiislamu kushughulikia masala haya ya Qur'ani katika tafsiri na tafiti mbalimbali. Inatubidi lazima iwe hivi. Allah sallama kupitia malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam, na ile Qur'ani ilipokamilika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisomewa
na malaika Jibrilu alayhi salatu wasalam katika mpangilio huu tuliokuwa nao katika kitabu chetu kitukufu Al-Qur'anul Karim. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wale waandishi alipokuwa anawasomea, nao pia wakaandika katika mpangilio huu tuliokuwa nao. Na ndiyo maana unaona kama ile surati Tauba ilikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam haisomi kwa bismillah, na wale katika kuandika wakaandika hivyo hivyo. Kwa hiyo ilisomwa ile Qur'ani yote katika hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Sayyidina Jibrilu alayhi salatu wasalamu kumsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasomea wale mahafidhul Qur'ani katika mpangilio huu jinsi Qur'ani ilivyo. Darasa zangu leo zimepatikana, kwa inshallah baada ya swala watakaohitaji watazipata hapo nje inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim